Karibu Juice African Story. Simulizi ya Anacha Westcott. Mtumwa alivumilia maumivu ya fistula Marekani mwaka 1845. Mwaka wa 1845 katika ardhi ya kusini mwa Marekani, kipindi ambacho giza la utumwa lilitawala maisha ya Waafrika weusi katika mashamba makubwa ya pamba. Kulikuwa na mwanamke mmoja mtumwa aliyeitwa Anacha Westcott. Anacha hakuwa na sauti, hakuwa na haki, mwili wake haukuwa wake. Maisha ya utumwa. Anacha alifanya kazi kuanzia alfajiri hadi jua linapozama. Alilima, alibeba mizigo mizito, na mara nyingi alifanyishwa kazi hata akiwa mjamzito. Hakukuwa na huruma kwa mwili wa mwanamke mtumwa. Siku moja Anacha alipata uchungu mkali wa kujifungua. Hakukuwa na daktari wa kumjali wala matibabu ya kweli. Alilazimika kujifungua chini ya mazingira mabaya bila msaada wa kitaalamu. Ndipo maisha yake yakabadilika milele. Ugonjwa wa fistula. Baada ya kujifungua, Anacha alianza kupata maumivu yasiyoelezeka. Alivuja mkojo bila kujizuia. Harufu, aibu na maumivu vilimzingira kila siku. Alikuwa ameathiriwa na fistula, ugonjwa mbaya uliokuwa haujulikani sana wala kutibiwa kwa huruma wakati huo, hasa kwa mtumwa. Badala ya kusaidiwa, Anacha alionekana kama chombo kilichoharibika. Majaribio ya kimatibabu. Katika karne ya 19, baadhi ya madaktari waliwaona watumwa kama vifaa vya majaribio. Anacha alipelekwa kwa daktari ambaye alidai kutafuta tiba ya fistula. Lakini kile kilichoitwa tiba kilikuwa majaribio ya maumivu. Hakukuwa na usingizi wala ganzi, hakukuwa na ridhaa, kulikuwa na majaribio ya mara kwa mara juu ya mwili wake. Anacha alivumilia upasuaji mmoja baada ya mwingine, si kwa sababu alichagua, bali kwa sababu hakuwa na haki ya kukataa. Maumivu na ukimya. Kila jaribio lilimuumiza zaidi. Kila siku alivunjika moyo, lakini Anacha aliendelea kuishi. Hakuna aliyeandika hisia zake, hakuna aliyehifadhi sauti yake. Historia iliendelea kuwa kimya juu ya machozi yake. Ulisi wa maumivu. Ingawa Anacha Westcott hakujulikana sana kwenye vitabu vya historia, mateso yake yalikuwa sehemu ya ukweli mchungu wa wanawake watumwa waliotumika kama njia ya maendeleo ya kimatibabu kila siku. Leo fistula inajulikana na inaweza kutibika, lakini nyuma ya maendeleo hayo kuna majina kama Anacha Westcott, wanawake waliolipa gharama kwa miili yao. Hii si hadithi ya mtu mmoja tu, ni hadithi ya maelfu ya wanawake waliopoteza utu wao chini ya utumwa. Anacha hakuwa huru, lakini simulizi yake inatufundisha thamani ya haki, huruma na kumbukumbu. Jina langu naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. Pia usahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye Juice African Story. Like now, bye bye.